Alhaj Dr. Abdullah Hasnu Makame, mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki, ambaye unaiwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika bunge hilo, lakini pia unaiwakilisha Zanzibar, sababu wewe ni miongoni mwa wabunge kutokea Zanzibar. Waheshimiwa diwani, masheha, viongozi wote wa chama waliokuweko hapa, wazee wangu, mwalimu mkuu skuli ya Sateni pamoja na walimu wengine, walimu pamoja na majaji wetu na watoto wetu, wanafunzi wetu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yote na mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu, nirejee tena kwa siku hii tukufu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tumediriki kuifikia, lakini na lile lengo ambalo tumelikusudia kwa ajili ya shughuli hii ya leo, bila shaka tumelitimiza na tumelifikia. Maana lengo kubwa ilikuwa ni kuja kusikiliza, lakini na pia kuwapa motisha vijana wetu. Kwa hiyo sisi wengine tumesikiliza, lakini na vijana wetu wametusomea hapa kama walivyozungumza watangulizi wangu, wamesoma vizuri na kwa kweli wanastahiki pongezi kubwa sana. Lakini pongezi hizi pia ziwaendee walimu. Walimu wetu wa madrasa katika jimbo letu ni watu ambao wanajitoa sana katika kujitahidi katika kuwafunza vijana wetu. Nimekuwa mara kwa mara nikifanya ziara katika madrasa mbalimbali, nimejionea namna ya juhudi zinazofanywa na walimu wetu katika kuwafunza vijana wetu. Lakini pia niipongeze kamati yetu ambayo imeandaa haya mashindano tangia walipokuwa katika kiwango kile cha shehia, wakaja kwenye jimbo, na leo Mwenyezi Mungu amejalia tumekutana kwenye fainali hii ambayo imewahusisha wachache katika mashindano yetu haya. Kwa hiyo nataka nitoe wito, tumekuwa muda mrefu tukiwapa motisha sana vijana wetu ambao wako katika skuli yetu ya Shauri Moyo, au kwa upande mwingine ambao wanasoma masomo haya ya sekula, lakini motisha katika wanafunzi wetu ambao wako katika madrasa bado hatujazikunjua sana. Kwa hiyo nataka nitoe wito kuwa tumeshafikiria sasa, kama ambavyo tunawasapoti vijana wetu ambao wanasoma skuli zetu, basi sasa tutaandaa utaratibu maalum. Ukiacha zawadi ambazo huwa zinatoka hapa wakati wa mashindano kila mwaka, lakini tutaandaa utaratibu maalum na wao kuwapa motisha, ili hii kasi ya vijana wetu katika jimbo letu ya kuweza kusoma na kuhifadhi Qur'ani iwe kubwa na iwe ya mfano. Kwa hiyo hilo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tuendelee kuwepo, tupate afya na uzima. Tutaanza kulifanyia kazi katika kipindi hichi kinachokuja kuhakikisha na huku kwenye madrasa tunakwenda kutilia mkazo vijana wetu wote wawe wanafanya vizuri, lakini vizuri yenyewe baada ya kupata motisha kutoka kwa viongozi wao. Lakini sisi katika jimbo letu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna mambo mengi tunafanya katika jamii yetu. Ukiacha haya ya kiimani, lakini tunafanya mengi ya kimaendeleo ambayo pia yanagusa katika jamii zetu. Tumekuwa tukishirikiana sana na jamii yetu katika kutatua shida mbalimbali. Wewe unafahamu kazi zetu, tunatakiwa lazima tushirikiane na watu, lakini pia tuishauri serikali tunapoona kuna changamoto mbalimbali katika maeneo yetu. Kwa hiyo suala la elimu katika jimbo letu la Shauri Moyo ni suala ambalo tumelipa kipaumbele, kwa sababu idadi kubwa ya wananchi wa jimbo la Shauri Moyo, zaidi ya 60% ni vijana. Na vijana wengi pia wanakuwa wanahitaji kujitafutia maisha, lakini serikali yetu kama unavyojua uwezo wa kuajiri vijana wote inakuwa haupo. Lakini jambo kubwa ni kuwashikilia huku waliko sasa, kuwapa elimu ili watapokuwa wakubwa basi waweze kujifanyia kazi wao wenyewe, baada ya kusubiri kuajiriwa na serikali, basi wawe na uwezo wa kuweza kungamua
changamoto mbalimbali ambazo ziko katika maisha yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalifanya, na Mwenyezi Mungu huwa anatupa baraka. Kila jambo ambalo tunalifikiria kwa ajili ya jamii yetu, basi mara nyingi huwa linakuwa jepesi. Hapa mapema kabla hujafika nilizungumzia kuhusu swala la skuli yetu hii ambayo tuko nayo, skuli ya chekechea Sateni. Skuli yetu hii leo hapa tulifungua ukumbi huu kwa ajili ya skuli ya maandalizi, lakini nyuma tulipata changamoto kidogo ya swala la umeme. Nikatumia fursa hiyo kusema kuwa tulipongeze shirika letu la ZECO kwa namna walivyofanya uharaka zaidi katika kuhakikisha jambo hili linafanyika vizuri. Kwa nataka nitumie fursa hii mbele yako utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais kuwa tunaridhika sana na huduma ambazo zinafanywa na shirika la umeme Zanzibar, kwa sababu wamefanya vizuri na sisi tuna wajibu wa kuwapongeza. Lakini na jingine, nimefurahi leo umekuja katika jimbo letu la Shauri Moyo, na tuna mambo mengi huwa tunafanya, lakini nikupongeze kwa sababu baada ya kukuomba tu na hasa kuhusiana na jambo hili hukusita, ukaniambia nitafanya vyovyote iwavyo niweze kuja. Kwa hiyo na wewe tunakupongeza, Mwenyezi Mungu akupe heri. Umekuja leo kutusupport katika jambo hili, na Mwenyezi Mungu naye anyooshe mambo yako yote yawe yana heri kama ambavyo umetufanyia hapa. Lakini pia niwapongeze vijana wetu hawa wa lugha za alama. Kwa mara ya kwanza mara hii tumeamua kuwatumia kwa sababu ni vijana ambao wako katika jimbo letu na wana darasa maalum lipo linafanya kwa ajili ya lugha za alama. Nilitoa ahadi pia mbele yao kuwa sasa hivi kuanzia sasa kadri tunapokuwa tunafanya shughuli zetu zozote, ikiwa za kisiasa, ikiwa za kijamii, basi tutawachukua nao waje kuonyesha uwezo wao. Kwa miongoni wa wananchi katika jimbo letu wengine hawana nafasi au hawana fursa ya kuweza kusikia kama ambavyo tunasikia sisi. Kwa hiyo pia ni fursa mojawapo ambayo tumewapa vijana wetu waweze kuitumia, ili vijana wote, kila kijana aone kuwa kuna faida ya kuwa na viongozi wetu ambao wako karibu na jamii, lakini wamekuwa wakiwasikiliza. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nimekuja kwa ajili ya kukusafishia njia tu hapa. Kwa hiyo nakuomba kwa heshima na taazima uje uzungumze na wanafunzi, wazee pamoja na viongozi wote ambao wako hapa, ili tuweze kupata faida kwa lile ambalo utakuwa umelisema. Lakini namuomba Mwenyezi Mungu ajalie, hivi sasa hivi tuko katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi alijalie 10 hili na faida zake zote ambazo zimo, basi iwe heri kwetu sote ambao tuko hapa. Mungu atujalie afya, atujalie wepesi katika kutekeleza majukumu yetu, atupe mioyo ya upendo miongoni mwetu. Kesho na kesho kutwa sote tuwe kitu kimoja kama ambavyo tumeambishwa kwa Waislamu wote sisi ni ndugu. Kwa hivyo ndugu huo ndugu wa vitendo, tusiwe na tofauti zozote nyingine. Na kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu ajalie kheri inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.